Ikiwa leo ni Aprili 26, 2025, tunafanya maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar mpaka ikapatikana Tanzania. Kwenye wilaya hii ya Nachingwea kumefanyika na mambo mbalimbali ikiwemo kufanya usafi wa mazingira, lakini pia kwa kuhitimisha kwa kufanya zoezi la upandaji wa miti. Takriban miti 600 imepandwa kwenye wilaya hii ya Nachingwea. Akitanabaisha kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nachingwea ndugu Joshua ameeleza kwamba zaidi ya miti 600 imepandwa kwenye halmashauri hii ya wilaya ya Nachingwea, lakini pia amewataka wananchi kuhakikisha nao kwa kila mwananchi anapopata nafasi basi hakikisha anapanda miti kwenye maeneo yake. Kama wilaya ya Nachingwea tukiwa tunaadhimisha sherehe ya miaka 61 ya muungano wa Tanzania, kwa maana ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Sisi kama wilaya ya Nachingwea, awali ya yote tuweze kuishukuru serikali ya awamu ya 6 ambayo kimsingi inaongozwa na mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hiki chote cha miaka 61 kwa kutupatia maendeleo mengi katika wilaya yetu, katika sekta zote za elimu, afya, miundombinu, nishati pamoja na huduma zote za kimsingi za kijamii. Kwani katika miaka hii 61 huduma nyingi sana zimeweza kuboreshwa na kuimarishwa. Kwa mfano katika sekta ya elimu, wakati nchi hii ikiingia katika muungano mwaka 1964, wilaya ya Nachingwea ilikuwa na shule 3 tu za sekondari, lakini hadi kufikia leo tuna zaidi ya shule 30 za sekondari ndani ya wilaya yetu. Haya ni mafanikio makubwa sana. Lakini pia tuna zaidi ya shule 114 za msingi ambazo katika vijiji vyetu 127 ni takriban vijiji vichache tu ambavyo havina shule, na haya ni mafanikio makubwa. Lakini pia kwa upande wa afya, karibia kila kijiji kwa sasa kina zahanati, lakini pia tuna vituo vya afya vya kutosha. Tunayo hospitali kubwa ya wilaya ambayo inatoa huduma nzuri zote ambazo zinahitajika kwa wananchi wa wilaya ya Nachingwea. Kwa hilo tunawashukuru sana serikali na tunashukuru muungano kwa ujumla wake kwa kusimamia haya yote. Lakini kwa siku ya leo kipekee, sisi kama wilaya ya Nachingwea tumeadhimisha maadhimisho haya kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo kimsingi zimeendelea ndani ya wiki zima hili. Lakini kwa siku ya leo tarehe 26 tunahitimisha zoezi hili kwa kupanda miti katika maeneo mbalimbali ya taasisi, lakini pia tumefanya usafi wa mazingira katika maeneo yetu tofauti tofauti. Hii ikiwa pia ni kutimiza ajenda kuu ya ofisi ya makamu wa rais ambao kimsingi inasimamia masuala ya muungano, lakini pia inasimamia masuala ya mazingira. Katika siku ya leo tumepanda takriban miti 600 katika shule ya msingi Majengo na shule ya msingi Ilulu, lakini pia katika eneo letu la maegesho ya magari ambapo na penyewe tumefanya zoezi la upandaji wa miti, lakini pia kusafisha mazingira. Wananchi wa wilaya ya Nachingwea tuendelee kuimarisha muungano wetu kwa kufanya yale mambo ambayo ya msingi kabisa, ikiwemo utunzaji wa mazingira, lakini pia kuendelea kufanya usafi katika mazingira yetu, sehemu ambazo tunaishi, lakini katika taasisi zetu zote za kijamii, taasisi za elimu, afya pamoja na mazingira mengine yote. Kwani kila mmoja wetu anajua umuhimu wa kufanya usafi, umuhimu wa kutunza mazingira, lakini pia umuhimu wa kupanda miti. Sisi kama wilaya ya Nachingwea kwa sasa tumeingia katika biashara ya hewa ukaa ambao kimsingi tunategemea itatunufaisha sana kama wilaya kiuchumi, lakini biashara hii ili iweze kufanikiwa kwa sehemu kubwa ni kutunza mazingira. Kwa hiyo tuwaombe wananchi katika maeneo yao, katika vijiji vyao, tuweze kuanzisha misitu ya vijiji ambao kimsingi kwa sasa utunzaji huo wa misitu unafanyika kibiashara, na hii itakuwa ni chanzo kikubwa cha mapato katika ngazi ya vijiji, lakini katika ngazi ya wilaya, halmashauri na mkoa wa Lindi kwa ujumla wake. Nashukuru waandishi wa habari. Siku ya leo tukiwa tunatimiza miaka 61 ya muungano wa Tanzania na Zanzibar. Tuko maeneo hapa ya maegesho ya malori Nachingwea. Tumeshirikiana na wananchi wa kata hizo za mjini za Boma, Nachingwea na Ugawaji kwa ajili ya kupanda miti tukiadhimisha hii siku ya leo. Jumla ya miti iliyopandwa mpaka sasa ni 750,000 na miti inayotakiwa kupandwa kwa mwaka huu ni 1,500,000. Sawa Kwa hiyo upandaji wa miti unaendelea na lengo ni kufika miti 1,500,000 kiwilaya, na hilo lengo tutalifikia. Tunalifikiaje? Ni pamoja na kushirikiana na wananchi kama hivyo walivyoshiriki, na tumeahidi wiki ijayo tunaleta miti kwenye kata ya Boma,
wananchi wapate angalau kila mtu apande mti mmoja mmoja, ili tuweze kufikia malengo ya kupanda miti 1,500,000. Hii miti 1,500,000 tunapanda sisi na wadau mbalimbali. Kwa hiyo ukipata jumla ya miti iliyopandwa ukijumlisha na wadau mbalimbali, wala isikushtue wala isikuchanganye, kwa maana figa halisi utaipata baada ya miti 1,500,000 kuwa imepandwa ndani ya wilaya. Sisi tunawashukuru waandishi wa habari, na nyinyi mmeshiriki kwenye tukio la upandaji wa miti, mmetunza mazingira. Nasema tunzeni mazingira. Ni sera ya taifa pia ya kutunza mazingira kwa kupanda miti. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana. Naomba muendelee pia mnapokwenda kuhamasisha wananchi kupanda miti na tushirikiane kwa pamoja. Tumeamua kuja kufanya usafi hapa kwa kusudio au kwa lengo la kwamba tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu Mwenge wa Uhuru wilaya Nachingwea unalala hapa. Na ndio maana tukapendekeza ili zoezi tulifanyia hapa. Lakini waombe wakazi wa Boma, ili zoezi la usafi sio linaishia leo na ndio mwanzo. Mnavyojua kipindi hiki ni kipindi cha masika, cha mvua nyingi sana. Siamini na sio kweli kwamba usafi tuliofanya leo tutaendelea hivyo kuwa safi mpaka tarehe 29. Sio sahihi. Kwa hivyo tutakavyohitajiana tena tukutane kama tulivyokutana leo. Kwa majina naitwa Margaret Bloka. Natokea kata hii ya Boma. Nimejisikia vizuri kuungana na wananchi kuja kufanya usafi siku ile ya Muungano. Wazo la kupanda miti, kuweka miti kama eneo la ulinzi kwenye mipaka ya mashamba na viwanja mbalimbali, kwako wewe umelichukuliaje kama mkulima au mwananchi wa kawaida? Kwangu mimi nimechukulia ni vizuri kupanda miti kusudi kuepukana na migogoro ya mashamba kama alivyoongea chifu wetu hapa.